Jumanne tarehe 10 Februari mwaka 2026 kumetolewa tahadhari kwa mkuu wa majeshi wa FARDC, kamanda wa kanda ya 33 ya kijeshi yenye makao Uvira, pamoja na kamanda wa sekta Sokola ya pili kusini mwa Kivu Kusini kuhusu kile kinachodaiwa kuwa ni ongezeko la harakati za wapiganaji wa AFC M23 wa RDF na Twirwaneho kuelekea nyanda za juu za Uvira, Fizi na Itombwe. Kwa mujibu wa taarifa hizo, wapiganaji hao wanatajwa kupitia katika mkondo wa Lemera, Lulenge kuelekea Kageregere, wakidaiwa kulenga kuvunja ngome katika eneo la Muramvya kuelekea Mikenge na Minembwe. Wito umetolewa kwa FARDC na makundi ya wazalendo, hususan na vikosi maalumu, kuimarisha ulinzi katika maeneo ya Mitamba, Ruhuha na Malimba ili kuzuia kusonga mbele kwa wapiganaji hao. Aidha, madai yanaeleza kuwa lengo la harakati hizo ni kuimarisha uwepo wa Minembwe kwa nia ya kusonga mbele kuelekea Kalemi na Kindu. Hata hivyo, taarifa hizo bado kuthibitishwa na vyombo huru. Hali ya usalama katika maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC inaendelea kuwa tete. Jumapili tarehe 8 Februari mwaka 2026 huko Chanzu, waasi wa AFC M23 walitangaza kuimarika kwa uwezo wake wa kiutendaji baada ya kuwaingiza rasmi makomando wapya 7532 kufuatia kukamilika kwa mafunzo yao ya kijeshi. Hafla ya kuhitimisha mafunzo hayo ilifanyika Chanzu, ambapo viongozi wa kijeshi walieleza kuwa ujio wa vikosi hivyo vipya ni hatua muhimu katika kuimarisha ulinzi wa maeneo yanayodhibitiwa na waasi hao pamoja na kuongeza nguvu katika operesheni za kijeshi. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa, makomando hao wamepatiwa mafunzo ya kijeshi yanayolenga nidhamu, mbinu za mapigano. Uongozi wa ARC umeeleza kuwa hatua hiyo inaashiria dhamira ya kuendelea kujimarisha kijeshi na kuongeza uwezo wa kukabiliana na changamoto za kiusalama katika maeneo yenye mvutano. Nous sommes le dimanche, le 8 février 2026. Nous sommes au centre d'instruction. Le chef d'état-major général de l'armée révolutionnaire congolaise vient de clôturer la formation des milliers de commandos. Donc ils vont travailler maintenant pour l'armée révolutionnaire congolaise de la FCM23 pour notre pays, le Congo. Donc ce sont des militaires qui vont travailler pour sauver le peuple et notre pays, le Congo. Désormais, ce sont plusieurs commandos que vous avez vu, des milliers de commandos. Ils vont servir l'armée révolutionnaire congolaise et ce pays, la République démocratique du Congo. Merci. Jumapili Februari 8 mwaka 2026 huko Ruchuru, mapigano yameripotiwa kuzuka kati ya waasi wa AFC M23 na wanamgambo wa CFC Nyatura katika mji wa Kibirizi ulioko katika eneo la utawala wa jadi la Bwito wilayani Ruchuru. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, wakazi walishtushwa na milio ya silaha nzito na nyepesi pamoja na mabomu yanayodaiwa kufyatuliwa na wapiganaji wa AFC M23. Mashambulizi hayo yaliripotiwa kuanza kwenye vilima vinavyozunguka Kibirizi na kulenga maeneo yaliyo karibu na hifadhi ya taifa ya Virunga, hususana Kahumiro, Jasenda, Domain, Mokondo na Chai katika kundi la Bambo. Maeneo hayo yanajulikana kuwa mara kwa mara hukaliwa na makundi mbalimbali yenye silaha. Vyanzo vya kiraia vinaeleza kuwa huenda operesheni hiyo inalenga kusafisha ngome za zamani za FDLR pamoja na baadhi ya makundi ya wazalendo. Hadi sasa kuna taarifa za mapigano ya kujibu kutoka kwa wazalendo, lakini mashuhuda wanaeleza hofu ya uwezekano wa hasara kubwa ya mali na maisha. Upatikanaji wa eneo hilo bado ni mgumu tangu kuanza kwa mapigano hayo.
Eneo la Bwito linachukuliwa kuwa la kimkakati, likiwa chanzo kikuu cha mashamba yanayolisha wakazi wa Kibirizi, Bambo, Kishesha na Tongo. Kuendelea kwa vurugu hiyo kunaweza kuongeza hatari ya uhaba wa chakula katika eneo hilo. Kutokana na hali hiyo, bunge la vijana la Kibirizi limetoa wito wa dharura kwa jumuiya ya kitaifa na kimataifa kuingilia kati kwa haraka ili kulinda raia katika eneo hilo ambalo tayari limeathiriwa pakubwa na migogoro ya muda mrefu. Huko Mwenga mkoani Kivu Kusini, hali ya maelfu ya wakimbizi wa ndani waliokimbia mapigano katika eneo la Lwindi na kukimbilia Mwenga Center imeelezwa kuwa ya kutisha, huku wakikosa mahitaji muhimu ya maisha. Katika tamko lililotolewa Ijumaa tarehe 6 Februari, asasi za kiraia za Mwenga zimeonya kuwa familia hizo zinaishi katika mazingira magumu bila makazi bora, maji safi ya kunywa wala chakula cha kutosha. Aidha, watoto wengi wameshindwa kuendelea na masomo kutokana na shule na makazi kujaa kupita kiasi. Asasi hizo pia zimelahani matumizi ya shule na makanisa kama makazi ya muda ya wakimbizi, na zaidi zimedai kuwa baadhi ya shule zinatumika kama makao ya vikosi vya kijeshi. Kwa mujibu wao, hali hiyo ni ukiukaji wa sheria ya kimataifa ya kibinadamu inayolinda miundombinu ya kiraia dhidi ya matumizi ya kijeshi. Tunatoa wito kwa mamlaka husika na wadau wa kibinadamu kufungua haraka njia ya kibinadamu ili misaada iweze kuwafikia wahanga hao, limeeleza tamko hilo. Mbali na msaada wa haraka, asasi za kiraia zimesisitiza umuhimu wa kusitishwa kwa mapigano katika eneo la Lwindi na kurejeshwa kwa usalama ili kuwezesha wakimbizi kurejea kwa hiari na kwa usalama katika makazi yao ya asili. Hadi sasa hali ya usalama katika eneo hilo bado inaelezwa kuwa tete, huku idadi ya watu wanaohitaji msaada ikiendelea kuongezeka. Angola imepewa rasmi jukumu la kufanya mashauriano na wadau wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kwa lengo la kuandaa mazungumzo ndani ya nchi. Hatua hii inazingatia makubaliano ya Washington pamoja na maazimio ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, hasa yale yanayohusu kuondolewa kwa wanajeshi wa Rwanda nchini DRC na kuzimwa kwa kundi la FDLR. Tarehe 9 Februari mwaka 2026, mkutano wa kilele ulifanyika Luanda na kuwahusisha marais Joao wa Angola, Felix Tshisekedi wa DRC, Faure wa Togo pamoja na yule wa Nigeria. Baada ya mkutano huo ilitolewa taarifa ya pamoja. Viongozi hao waliwataka wahusika wa mzozo nchini DRC kukubaliana juu ya usitishaji wa mapigano mara moja na kuharakisha utekelezaji wa mifumo ya udhibitishaji uliokubaliwa Doha mwezi Oktoba mwaka 2025. Lengo kuu ni kurejesha amani, usalama na uthabiti wa kudumu nchini DRC na katika ukanda wa maziwa makuu. Tarehe 9 Februari mwaka 2026, uwakilishi wa chama cha ANC umewasili Kabambare, hususan mjini wa Manza, katika ujumbe wa kuhamasisha muungano wa wazalendo nchini DRC. Mzunguko huo umeanzia mkoani Kivu Kaskazini, hasa katika wilaya ya Walikale na kando kando, na kufikia mkoani Manyema, mji mkuu wa Kindu. Kwa mujibu wa kiongozi wa chama hicho cha ANC, lengo kuu ni kupambana na kufukuza wahasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda pamoja na kundi la CRP ya Toma Lubanga. Pia ujumbe huo unalenga kuhimiza wazalendo kutokuwa na hisia ya kudanganyika na kuzuia ushawishi wa kisiasa unaolenga kuwatenganisha wananchi wa DRC. Kuwa mkusanyiko mkubwa hapa wa viongozi wote wa wazalendo wa provinsi ya Manyema itafanyikia hapa musekta ya Bebe wa Maza. General Mandevu hajafika, General Kiwisi hajafika, General Madua kuondoka Kindu hawajafika, General Souverain Semikilo, General Brown hawajafika. Ni lazima watafika wakuja kuparticipe kwa mkusanyiko ambao utakayofanyika hapa, mkusanyiko wa amani. Kila mtu anaelewa
hali inayopitia nchi yetu. Inakuwa takribani miaka 30 na nusu mauaji inaendelea katika mashariki ya nchi yetu, na nchi tu hiyo Rwanda na Uganda, na vision yao ni kunyang'anya udongo wetu. Article 63 de la Constitution inatuambia tout Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre l'intégrité territoriale face à l'agression extérieure. Kama tunapatikana na silaha leo mkononi, sio kinyume na sheria jinsi wajinga wanawadanganya wa politiciens na wa M23. Msitumaini kama wako katika miongoni wetu sisi Wakongomani, tutawaelewa tuko paroli yao. Wale watu ambao wanataka nchi yetu iende watawaambia wazalendo wanafanya. Mzalendo kwanza c'est patriote Congolais. Nani asiyokuwa Mkongomani hapa? Mkongomani wowote ni mzalendo anayepigania nchi yake. Wewe mzalendo usisike ku patriote. Sasa danger ni moja kupitia wanasiasa. Anasema Manyema hakuna mzalendo, yaani Manyema hakuna Mkongomani. Sasa mtu akasema Manyema hakuna Mkongomani, mimi nitamuita nani? M23. Kazi ya wale waliokona vyovyo huko wanasiasa ni kutafuta kuchonganisha mzalendo sasa vile. Mwenye anapigania tu nchi yake. Na wewe na mimi tuko hali hii. Enda kuinstrumentalize kusema kwamba umkatali yule. Si vile akatali si vile mwenzake Mnyarwanda aje achukue udongo. Kilichotuchukulisha silaha ni kukataa unyanyasi. Adui angali huko. Hatuna muda wa kutua silaha. Hadi tone la mwisho la damu lifanye nini? Limwagike. Ni afadhali nifi na risasi kushamba la mapambano kuliko kufa kwenda nakimbia. Shida langu kwa kuwa na msaada unisaidie silaha nyingine niongeze masilaha ambayo ninayo niendelee kupiganisha adui. Tangia leo wazalendo wana kiongozi wao yeye amesimama hapa mbele yenu. Ukiwa na mashtaki ya wazalendo nitakuambia wapi ambako utakapeleka yeye amekuwa hapa mbele yenu. Hakuna mzalendo wa mtu. Ndio lengo lingine lile. Kwa sisi kuweza vita yekuja huku ni lazima tuwe kitu kimoja. Ile kusema ni mzalendo wa Mandevu, huyu ni mzalendo wa Kabana, huyu ni mzalendo wa Kiwisi, huyu ni mzalendo wa Kabambi, huyu ni mzalendo wa Mando, tumeikataa. Na ndio sababu kiini kiele mkutano ukutanika hapa, tubaki kitu kimoja. Baada ya kubakia kitu kimoja, njoo tuangalie namna gani tutamuondoa nani? Adui. Mheshimiwa General Padiri Bulenda David amenituma kwa ajili ya kazi ya sensibilisation, kuwaonesha wazalendo namna gani wanaweza kutia adhesion yao kwenye rade. Rade haikukuwa kreye juu ya wazalendo, ilikuwa kreye kama vile reserve armée de la défense. Inchi zingine zote walishakuwa na wa reserviste wenye biko officiel, lakini sie tuko na wa reserviste wenye habiko officiel. Tunakuwa kuprofite bale wenye wa reserviste habiko officiel bakuwe officiel. Sasa natosha confusion juu ya bale bako wanapita juu ya demobilisation. Wakati ya kudemobilize ba wazalendo haiyafika. Nafika juu ya kuwasensibilize na kutia adhesion yao kwenye rade, hapana kusema mzalendo adepose arme na Mnyarwanda ngali kusoli Kongo.